Swala la kupanda miti ni jambo moja, na swala la utunzaji wa miti ni jambo lingine. Maelekezo ya serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Isidori Mpango ni kwamba kila halmashauri ipande miti isiyopungua milioni 1.5 million. Mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe, Zakaria Mwansasu, ameagiza wananchi wilayani humo kupanda miti na kuitunza ili kuboresha hali ya hewa inayoonekana kuvurugwa na baadhi ya watu wasiokuwa na elimu ya utunzaji wa mazingira. Mwansasu ametoa agizo hilo wakati wa zoezi la upandaji wa miti uliokuwa ukifanyika katika shule ya sekondari Igwachanya, ulioongozwa na kamati ya maandalizi ya siku ya misitu duniani kuelekea kilele cha siku hiyo unaotarajiwa kufanyika kitaifa Machi 21 mkoani Njombe. Nianze kwa kuambia kwamba kabla hamjaziona hizo nyumba zilizopo hapa, kabla hajakuwepo majengo, kabla hakijakuwepo kitu kingine chochote, Mwenyezi Mungu alitupa misitu. Kwa misitu hii uwepo wake miti ambayo tunaiona, miti asili na ambayo wanasayansi wameidevelop mpaka sasa tunaipanda, haikuja kwa sababu ya bahati mbaya. Maisha yetu kwa asilimia kubwa yanategemea misitu, na katika shughuli za kibinadamu ambazo tumekuwa nazo ndizo zilizopelekea uharibifu wa mazingira. Kwa tukipata mmomonyoko, tukipata kukosekana kwa mvua, tukikosa mvua, mito ikikauka, changamoto kubwa ni kwa sababu uoto wa asili uliokuwepo tumeuondoa. Na nyie wana Wanging'ombe kwa mwaka huu ni mashahidi ya kwamba pamoja na kwamba serikali ilishatangaza kwamba tutakuwa na mvua za wastani, lakini kwa miaka yote kama Njombe au Wanging'ombe tumekuwa na mvua ambazo zinanyesha nyingi. Mwaka huu zimepungua na baadhi ya wakulima wamepata changamoto ya mazao yao kutokuwa vizuri. Kwa tuko katika jukumu hili muhimu sana, nimeona kwanza nianze ili mrejee tulikotoka kwenye utunzaji na uharibifu wa mazingira au misitu ambayo ilikuwepo ya asili na ambayo wakati mwingine tuliipanda nayo kwa namna moja au ingine tumeivuna pasipo kuirudishia miti mingine. Watoto wangu nyie ni watu muhimu sana. Baba zenu sisi tushaharibu, mama zenu washaharibu katika swala la mazingira, na tuko hapa kwa ajili ya kuwapa elimu, lakini na kusisitiza kuhusu umuhimu wa upandaji wa miti na faida ambazo tunaweza kuzipata. Na ndio maana niliwaita baadhi yenu, sitaki kurejea faida ambazo wamezisema, lakini nisisitize katika jambo muhimu ya kwamba swala la kupanda miti ni jambo moja, na swala la utunzaji wa miti ni jambo lingine. Maelekezo ya serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Isidori Mpango ni kwamba kila halmashauri ipande miti isiyopungua milioni 1.5 million. Na kwa halmashauri yetu ya Wanging'ombe tumekuwa tukifanya hilo, tumekuwa tukipanda hiyo miti. Changamoto ambayo tunayo ni utunzaji wa hiyo miti ambayo tunaipanda tangu sera hiyo ianzishwe. Nyie ninawaomba sana mkawe mabarozi katika nyumba, mkawe mabarozi hata mtakapomaliza shule, mkawe mabarozi hata mnapokuwa likizo, kwa mmoja mmoja, kwamba
Tukishapanda mti ni lazima huo mti ukue. Mwaka jana nyie ni mashahidi ya kwamba upande wangu wa kulia mahali pale mlipanda miti, na nimefurahi kuiona kwamba ile miti bado ipo, mnaendelea kuitunza. Na hii tunayokwenda kuipanda katika siku hii ya leo, nayo tunaamini ya kwamba mtaitunza, itakuwa. Lakini niwaongezee jambo lingine, na kwamba serikali imewekeza fedha nyingi sana katika bwawa la Mwalimu Nyerere au Stiegler's Gorge. Bwawa lile linazalisha umeme, na fedha zilizowekezwa pale ni zaidi ya shilingi trilioni 6.5. Bwawa hilo linazalisha umeme ambao ni megawati 2115. Lakini sisi kama wilaya ya Wanging'ombe, katika siku hii muhimu, tunapopanda miti hii italeta maji, tutatunza pia vyanzo vya maji, na maji yanayotoka mahali hapa, naomba msaidieni, na maji yanayotoka katika eneo hili la Wanging'ombe, moja yanawafaidisha wananchi wa Mbarali, lakini yanaenda moja kwa moja mpaka kwenye bwawa hilo. Kwa watoto wangu, wanafunzi na viongozi ambao tumeambatana hapa, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, lakini pia tunatunza miti, na tunafanya zoezi hili liwe endelevu. Kwa leo tuko hapa, sisi ni kama chachu tu au ni catalyst ya kuchochea, lakini jukumu la mmoja mmoja kuendelea kupanda miti ni muhimu zaidi. Kama tulivyosikia, kauli mbiu ya kidunia inasema misitu na chakula, kwamba misitu ikihifadhiwa vizuri ni kwamba kutakuwa na mvua, lakini pia kutakuwa na maji yanayotiririka ambayo yanaweza kutusaidia pia kwenye kilimo, kwa maana ya kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hivyo kidunia hiyo ndio kauli mbiu ambayo inasema kwamba misitu na chakula. Kwa hivyo kuna uhusiano mkubwa kumbe sasa kwamba misitu kama ikihifadhiwa vizuri inaweza ikasaidia sana kwenye kuendeleza sekta ya kilimo. Lakini kwenye kauli mbiu ile ya kwetu ya Tanzania inasema ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa rasilimali kwa kizazi cha sasa na kijacho. Kwa maana ya kwamba kama tukipata mazao mazuri ya misitu tukawa tunaongezea thamani, kwanza tutaongeza aina mbalimbali za bidhaa na huduma, lakini pia itatusaidia pia kupata masoko mazuri. Nimesikia kwamba kuna wakulima wengi wa miti hapa wanavuna miti ikiwa michanga. Unapovuna miti ikiwa michanga unapunguza ule ubora wa mbao au na bidhaa nyingine. Kwa hivyo ni vizuri sana ugani au elimu ikaendelezwa ili wananchi wetu waweze kuvuna miti ambayo imekomaa, kwa sababu miti ambayo haijakomaa ikiingia sokoni inakuwa ni vigumu kutofautisha kwamba hii mbao ni ya mti mchanga au mbao hii ni ya mti uliokomaa. Kwa hivyo ni vizuri sana wale maafisa wa ugani wakaeneza hiyo elimu ili tuweze kupata bidhaa ambazo zina ubora unaostahili. Lakini swala lingine, nimesikia pia kwamba mnafanya shughuli za ufugaji nyuki. Miti na misitu pamoja na sekta ya nyuki ni vitu ambavyo viko pamoja. Kama nilivyosema, mimi natoka idara ya misitu na nyuki, kwa hivyo ni vitu ambavyo vinategemeana sana. Ni wasihi na niwaombe kwamba maafisa wa ugani tuzidi kuwaelimisha wananchi waweze kufuga nyuki ili hatimaye tuweze kupata misitu ambayo ndani yake kuna nyuki, kuna ufugaji nyuki. Tunaambiwa kwamba uchavushaji wa miti na hata mimea unafanywa na mdudu nyuki kwa 80%. Kwa hivyo hiyo 20% iliyobaki ndio ambayo inafanywa na wadudu wengine. Kwa hivyo mdudu nyuki anasaidia sana kwenye kuendeleza mimea na hasa misitu, lakini pia hata kwenye kilimo pia. Kwa hivyo tukifanya ufugaji ambao ni endelevu, ambao unafuata zile kanuni, utatusaidia sana kwenye kufanya ardhi au mimea yetu iwe na afya ambayo tunaitarajia kuipata. Kwa hivyo niwapongeze sana wana Wanging'ombe.